Maandalizi ya Pentekoste siku ya pili. Familia ya Mungu, karibuni katika sehemu hii ya kujifunza habari za Roho Mtakatifu na ahadi ya Mungu kwetu. Katika mfululizo wetu wa jana wa siku ya kwanza, tulitazama ahadi ya Mungu kwa wote wenye mwili, kwamba ni kusudi na mapenzi ya Mungu, na tukatembea kwenye maandiko kadha wa kadha. Leo siku ya pili tunaangalia sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu. Katika kupokea ahadi hii ya Roho Mtakatifu, kuna sheria ambazo Mungu ametuwekea. Mungu ana nafasi yake ya kufanya na sisi tuna nafasi yetu ya kufanya, ili Roho aweze kuja na kuishi ndani yetu. Tutaongozwa na sehemu ya maandiko matakatifu kutoka Injili ya Yohani sura ya 14 kuanzia aya ya 15 hadi ya 21. Injili ya Yohani sura ya 14 kuanzia aya ya 15. Kuna maelekezo muhimu sana Mwokozi wetu Yesu Kristo ameyaweka mbele yetu, na anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Sheria ya Mungu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Inategemeana tunampenda Mungu kwa kiasi gani. Suala la kuja kwa Roho Mtakatifu linahitaji maandalizi ili kuipokea hii ahadi ya Baba ndani yetu. Kwa hiyo Yohani anaanza kwa kusema, Kristo, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kuna maelekezo, kuna amri na kuna sheria za kushika ili Roho apate makao ndani yetu. Anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine atakayekaa nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mwamtambua, maana anakaa kwenu naye anakaa ndani yenu. Ni muhimu sana. Kwa sababu hiyo tunaangalia leo siku ya pili sheria za Mungu kuhusu Roho Mtakatifu. Na Yesu ameweka wazi, mkinipenda. Matokeo ya kumpenda Mungu ni kuzishika amri. Na kwa nini ameweka hilo? Kuzishika amri ni kufanya maandalizi ya ndani ya moyo ya Roho Mtakatifu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nini maana ya kuzishika amri? Nini maana ya kumpenda mkinipenda? Tunafahamu zile amri kuu mbili. Wazijua amri? Ndio. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Ni kumpenda Mungu kwa kila kitu na kuwapenda binadamu wenzetu, majirani, manake wale tunaokutana nao regardless wametokea wapi, ndio majirani, kama tunavyojipenda. Ndiyo amri anayotuambia. Kumpenda Mungu ni kuzishika amri. Kuzishika amri manake ni kukaa kwenye nafasi zetu ambazo Mungu ametupa. Kuzishika amri ni kuruhusu neno lake liishi ndani yetu, uishi ule upendo wa Mungu. Lakini kubwa zaidi ni kutembea kwenye sheria zake ambayo ni neno lake. Swali langu, nampenda Mungu kwa kiasi gani? To what extent? How much do you love God? Mungu nampenda kwa kiwango gani na kwa kiasi gani?
ndiko kuzishika amri. Ili Roho aweze kuja, ni lazima tujue kabisa tunatembea kwenye amri ama kwenye sheria zake. Roho hawezi kuja tu kwa kuimba sikwensia, ni sawa. Haiwezi kuja tu kwa sababu tumechukua karatasi la novena tukasali, ni sawa, lakini haitamleta. Haya ni mambo ya msingi. Mkizishika mkinipenda mtazishika, na mimi nitamuomba Baba atawapa. It's not all up to God, it's not all up to us. Sio yote kwa Mungu, sio yote kwetu. Tuna nafasi yetu ya msingi ambayo lazima tuifanye ili huyu Roho aweze kuja na kuishi ndani yetu. Kama zilivyo sheria za nchi, ndivyo tunavyotakiwa tuishi kwa sheria na kanuni ambazo Mungu ametupa. Tutaziangalia chache ambazo zitatusaidia sisi namna gani tunatakiwa kuzishika hizo amri, kutembea kwenye sheria, kutembea kwenye amri, manake kuongozwa na neno lake. Kutampa Roho Mtakatifu nafasi kubwa ya kuja kwetu. Kama hatuzishiki amri na sheria zake, tusahau hiyo zawadi kabisa kabisa. Sio swala la Mungu ni mwenye huruma. Ni kweli anatuhurumia, anatusamehe dhambi zetu, anazifuta dhambi zetu. Sisi ni dhaifu, ni kweli, lakini Mungu ametuwekea sheria. Hili neno ni la ajabu, mkinipenda mtazishika amri. Swali langu, unatembea kwenye amri za Mungu? Unaongozwa na neno lake? Do you live after his word? No, take a time to think, meditate, tafakari. Sheria ya Mungu ndiyo inayokuongoza. Tutaangalia vipengele vichache sana kwenye eneo hili. Tutaangalia kwenye kitabu cha Zaburi ya kwanza, aya ya kwanza mpaka ya 6. Zaburi ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 6. Neno linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, kundi la kwanza, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. They make mistakes, error, hawajui. Na kundi la tatu, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Makundi hayo matatu hayawezi kutembea kwenye sheria za Bwana. Kuna kundi la wasiokwenda, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wasio haki manake hawajui ile haki Kristo aliyotuletea kwa kifo na kwa kufufuka kwake. Kundi la pili la wakosaji. Kundi la tatu, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. These are just jokers. They are just joking. Ni wale wa kufanya mizaha. Hawamtafuti Mungu katika roho na kweli. Makundi hayo matatu. Uko wapi? Haya ni yale makundi ya wasengenyaji. Kazi yao ni kusengenya watu, ni kusema uongo, kuwaza mabaya, watu wenye hila, wazinzi, wezi, ufisadi, na unakuta they are not serious. Uko kwenye makundi gani? Ni watu waongo, wambea, kupeleka maneno kwa watu, mdomo wao unatumika kwa maneno kwa watu. Ni makundi hayo, na huwezi tegemea hiyo zawadi ya Roho kwa watu hao. Kazi yako ni kuweka chuki, unawachukiaga watu. Roho za kiburi, tutaangalia hayo. Mstari wa pili, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Ndicho tunachokitafuta. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Okay, unapoamka mpaka unapolala,
Vitu gani vinatembea kwenye moyo wako? Kumbuka, tunafanya maandalizi ya ahadi ya Baba. Kabla ya huyu Roho hajashuka, kuna maandalizi ya binafsi sana lazima tuyafanye. Moyo wako unabeba nini? Kuna kundi la wasio haki, kuna kundi la wakosaji, na kuna kundi la barazani pa wenye mizaha. Makundi hayo ni hatari. Kundi lingine ni lile ambalo limechepuka huko likatengeneza barabara nyingine, linaitwa bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Haya masuala ni ya kisheria. Roho anakuja ndani yetu, ni swala la kisheria. Lazima utengeneze mazingira ya kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani yako, na maandalizi mojawapo yako kwenye hii barabara kuu. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Hata kama uko kwenye gari, unawaza nini? Unatafakari nini? Nini kinachopita kwenye moyo wako? Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio hekalu lake, na linajengwa na hizi columns kubwa za sheria ya Bwana, kuitafakari neno. Je, wewe ni mtu unayetafakari neno? Meditation. Do you do meditation? Unatafakari? Una muda kiasi gani wa kufanya tafakari kila siku? Familia ya Mungu, una muda gani wa kutafakari baada ya pilika za kila siku za kazi? Hiki kipengele kabisa ni kikubwa na ni kipana kabisa katika kumkaribisha Roho Mtakatifu ndani yetu. Swala la kutafakari, kukaa na neno. Nini kinakuongoza? Mawazo ya moyo wako yanaongozwa na nini? Ni falsafa za mtaani, mazingira, hali ya hewa, ama tumekuwa programmed with His word na neno la Mungu kwenye akili yako? Tafakari. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria hiyo huitafakari mchana na usiku. Kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza aya ya 8. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza aya ya 8. Kuna kitu cha ajabu sana Yoshua anatufundisha ambacho ni applicable katika kipindi hiki cha Pentekoste. Haya, kwenye kutafakari sheria ni kuandaa mazingira ya ndani, ili Roho atakaposhuka akute ameandaliwa ikulu iliyo safi, ambayo ni moyo wako. Anasema Yoshua 1:8, neno linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humu, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Unaongeaga nini? What exactly comes out of your mouth, out of your lips, out of your tongue? Nini kinatoka kwenye kinywa chako, kwenye moyo wako? Ni sheria ya Bwana. Kuongea kwako ni consistency na neno la Mungu, lazima uangalie. Kwa maana kaambiwa kitabu hiki kisiondoke. Haya ni maisha. Either uko kazini, serikalini, taasisi binafsi, umejiajiri peke yako, nini unachongea? Lazima vitoke kwenye mtima wa moyo wako. Lazima uwe programmed with His word, neno likutawale. Lazima uishi kwa kutumia hiyo sheria. Ukitoka ukienda kazini, unawaza nini? Wale wanaosafiri, ama unatembea uko kwenye mwendo kasi, uko kwenye daladala, uko kwenye basi unasafiri, ama unaenda kazini, ama unaenda popote unakokwenda, nini unawaza moyoni mwako? Lazima akili uliangalie sana. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kwa sababu hiyo, katika kipindi hiki cha Pentekoste lazima uwe mtu wa kutafakari sana sheria ya Mungu, habari za Roho.